Karibu katika sehemu ya 4 ya simulizi hii inayoitwa Hukumu ya Penzi, na katika sehemu iliyopita ni pale ambapo Daniel chumbani kwake walikuwa wameingia mapolisi na wamefanya upekuzi. Lakini mapolisi walipoondoka, Daniel aliingia na akaona hali shagala bagala. Akakagua kisanduku chake na akaona kilipekuliwa. Akatazama chini ya uvungu. Hapo alichokiona Daniel huko hatukijui. Nini kilionekana chini ya uvungu mwa kitanda cha Daniel? Basi karibu katika sehemu hii ya 4. Msimulizi naitwa Uncle J kutoka hapa Simulizi Mix. Karibu. Sina namna yoyote zaidi ya kumaliza kile ambacho nilikuwa nimekwisha kianzisha, alisema Daniel. Akalivuta sanduku lake na kuliweka juu ya kitanda chake. Alipoiweka juu ya kitanda, nafasi kubwa ilibaki chini ya uvungu wa kitanda chake na kumwezesha kutazama kwa uzuri zaidi. Alinama tena na kuangalia chini ya kitanda. Daniel alijikuta anacheka. Daniel alicheka kwa sauti kuu. Moyo wake ulijawa na furaha mpaka macho yake yakaanza kutoka na machozi. Hakuamini alichokuwa amekiona. Kumbe sanduku alilokuwa amelifungua halikuwa sanduku ambalo alikuwa analitunza zana zake. Alilivuta sanduku lingine ambalo lilikuwa linaonekana kwa sasa. Alipofungua, alikuta kila kitu chake kiko sawa. Alipiga magoti na kumshukuru Mungu, kwa maana huu ni moja kati ya miujiza mikubwa ambayo imewahi kumtokea katika maisha yake ya hapo ulimwenguni. Ama kwa hakika wakati wangu wa kukamatwa na polisi bado sana. Kwa maana kama imefanikiwa kuingia mpaka nyumbani kwangu, lakini wameshindwa hata kupata kisanduku hiki, inamaanisha kwamba wakati wangu bado sana. Kama 40 zangu bado ni nyingi mno. Daniel aliendelea kucheka huku kijasho chenye furaha kikimtoka. Kwa haraka alisukumia sanduku lile ndani ya uvungu na kuingia bafuni kuoga. Alipotoka alijipaka mafuta kwa haraka, kisha akachukua moja kati ya suti zake ambazo alikuwa ametengenezewa na mzee Masawe wa sokoni Mto wa Mbu. Alipojitazama kwenye kioo, aliona kwamba alikuwa amekamilika. Alikuwa amependeza kuliko matarajio ya moyo wake alivyokuwa yakimwonyesha. Daniel alipohakikisha kwamba alikuwa anaonekana poa kutoka kwenye kioo chake, alifungua sanduku lake na kuhesabu kiasi cha shilingi 300 za Kitanzania na kusema, kwa namna yoyote leo mwana hawa hautochomoka. Leo ni siku ambayo mwana hawa utakutana na malaika mtoa roho yako. Hakika siwezi kukuacha kabla ya kukutoa hai wako. Akahifadhi pesa ndani ya koti lake la suti. Daniel akajifunga mkanda na kuhifadhi visu katika kiuno chake. Kisha akapanga visu vitatu maalum kwa ajili ya kazi ambayo alikuwa amejipanga kwenda kuifanya. Baada ya kuhakikisha kwamba alikuwa sawia, alichukua moja kati ya sura yake za bandia alizoziweka katika begi lake kidogo hivi. Alipojiridhisha kwamba alikuwa amekamilika, Daniel alitoka kuelekea maeneo ya Sinza kwa ajili ya kuifanya kazi ambayo alikuwa ameamua kwenda kuifanya. Kutoka Mnazi Mmoja mpaka zilipo baa za Sinza sio umbali mrefu, ndio maana Daniel aliweza kukimbia kwa haraka na kufika nyumbani kwake mara baada ya kusikia tangazo la polisi. Kwa kuwa muda ulikuwa bado mapema sana, Daniel hakuona haja yoyote ya kwenda mpaka Sinza. Hivyo alilazimika kutumia muda wake mjini mpaka wakati mwafaka wa kwenda kufanya kazi yake ambayo alikuwa amekusudia kuifanya atakapofika. Kwa kuwa mfukoni alikuwa na pesa ya kutosha, aliamua kwenda kuburudika kabla ya kazi yake masaa machache yajayo. Kikawaida kijana Daniel sio mlevi wa kupindukia. Huwa anapata kunywa bia 1-2 kwa afya yake, ila sio kunywa mpaka kalewa chakari na kutembea kiyumba barabara nzima. Hapana. Hivyo alitembea kuelekea baa yake ambayo huwa anaipendelea mara nyingi sana, Scorpion Pub. Baa hii ni moja kati ya baa maarufu sana katika mji wa Mto wa Mbu. Watu kutoka sehemu mbalimbali za mji huu huwa wanafika ili kupata burudani katika eneo hili.
Daniel alifika kaagiza nyama choma nusu na bia moja aina ya Safari Lager. Au kupita muda mrefu alipokea kile alichokuwa amekiagiza na kuanza kula. Akiwa na kula, Daniel alikuwa anawaza sana kutokana na maamuzi ambayo alikuwa ameamua kuyafanya. Wakati mwingine alikuwa akifikiria kwamba anachokifanya ni kinyume kabisa na maagizo ya Mwenyezi Mungu, lakini hakuwa na jinsi yoyote zaidi ya kutekeleza vile moyo wake ulivyokuwa unamtuma. Daniel aliendelea kutafuna nyama huku akishoshia na bia yake taratibu. Daniel alikumbuka siku za nyuma kabla ya kumaliza elimu yake ya sekondari katika shule ya Manyara. Maisha yalikuwa rahisi na alikuwa na amani kubwa moyoni mwake. Alikumbuka siku zake za ujana, akazitamani apate kurejea ili akapate kurekebisha makosa yake ambayo alikuwa ameyafanya katika nyakati zile. Lakini alikuwa ameshachelewa sana. Hakuwa na jinsi isipokuwa kuutumia wakati huu ambao anao kufanya mambo yote kuridhisha moyo wake ili kusudi asije akajutia kwa wakati mwingine. Alimaliza kula na kulipa pesa za watu. Alikaa kwa dakika kadhaa kisha aliinuka na kuanza kutembea. Moyoni mwake roho ilikuwa ikimuuma kila mara alipokuwa anafikiria kuutoa uhai wa Mwanahawa. Hakuweza kukataa kwamba mwanamke huyu ni moja kati ya wanawake ambao alikuwa anawapenda sana. Alikuwa ni mwanamke wa kwanza kuuteka moyo wake, na ndani kabisa moyo wake alikuwa akihisi bado kumpenda Mwanahawa. Kulingana na hili, Daniel alianza kubishana yeye na nafsi yake yeye mwenyewe. Wakati mwingine alitamani kuutumia wasaa huu kulifufua pendo lake ambalo lilikwisha kufa miaka mingi iliyopita, wakati roho nyingine ilimtuma kumua Mwanahawa. Maana hakuna faida ya kuwa na mwanamke kwa sasa. Kwa kiasi fulani alihisi ya kwamba kuna nguvu ya upendo ilikuwa inazidi nguvu ya chuki. Daniel alitamani kusahau ubaya wote ambao alikuwa ametendewa katika wakati wa nyuma. Lakini Daniel kila akikumbuka marafiki zake wa kike walivyomfanyia unyama, roho yake ilikuwa ikimsukuma kufanya majukumu ya kuwa. Wacha niende huko nione kitakachokwenda kutokea. Maana kwa sasa siwezi nikamua vyema. Labda niende kwanza mpaka nifike Sinza. Ndio nitajua nini nifanye kati ya kumua mwanamke huyu ambaye nilikuwa nikimpenda kuliko kawaida, au kuamua kurejesha mapenzi yangu na kusahau mambo yote ya visasi. Alijisemea Daniel na kuita taksi ambayo ilimpeleka moja kwa moja mpaka Sinza. Alipofika alishuka na kwenda kukaa katika mgahawa ambao ulikuwepo pembeni. Alihakikisha kwamba ameketi sehemu nzuri ambayo ilikuwa inamwezesha kuratibu kila kitu ambacho kilikuwa kikiendelea katika baa aliyokuwa anauza Mwanahawa. Daniel alichomoa simu yake na kuanza kubonyeza namba fulani, kisha akaweka simu yake masikioni na kusikilizia. Simu iliita na baada ya dakika kadhaa simu ikapokelewa. Halo, Masawe? Ni Daniel hapa naongea. Masawe ndiye mtu ambaye huwa anamuuzia Daniel viazi kwa bei ya jumla. Naam, Daniel rafiki yangu. Baada ya salamu Daniel akasema, "Aisema sawa kaka. Nimepiga simu kukutaarifa kwamba sitakuwepo nyumbani, nimetoka kidogo. Nyie mtafika, wekeni mzigo mlangoni, mimi nikirejea nitauingiza ndani." "Una uhakika na usalama wa pale lakini kaka?" "Usiogope kaka. Uwe fika, weka mzigo pale, kuna tatizo lolote bro." Baada ya mazungumzo, Daniel alikata simu na kuendelea kutazama kila kitu kilichokuwa kinaendelea katika baa ile ya jirani. Kadiri usiku ulivyokuwa unazidi kusonga, Daniel aliona idadi ya watu ikizidi kupungua zaidi na zaidi. Huu ndio wakati mwafaka sasa. Huu ndio wakati mwafaka zaidi ya kuanza shughuli zangu, alijisemea Daniel ambaye aliinuka na kuelekea katika vyoo vya kiume. Akiwa ndani, alivaa sura yake bandia. Alijitazama kwenye kioo na kuona ilikuwa imekaa vyema kiasi kwamba hakukuwa na uwezekano wa aina yoyote mtu kumtambua. Alitoka na kuanza kuhesabu hatua kadhaa kuelekea ilipo baa anayouza Mwanahawa. Alifika na kukaa kama wateja wengine, hali iliyokuwa ni tulivu mno kwa kuwa usiku ulikuwa umekwisha sogea.
Baridi la migombani lilikuwa linaendelea kuzizima, huku muziki laini kutoka redioni ukiendelea kubembeleza masikio ya wanywaji wa kilabuni hapo. Mwanahawa alifika na kuketi kando ya Daniel na kumkaribisha kwa tabasamu pana ambalo lilichanua na kuupamba uso wake ukamfanya aonekane binti mbichi kuliko kawaida. Tabasamu hili likamkumbusha Daniel siku ya kwanza anaonana na Mwanahawa wakiwa wameripoti shuleni kwa mara ya kwanza. Siku ile ni moja kati ya siku ambazo Daniel hawezi kuzisahau maishani mwake. Baada ya salamu, Mwanahawa alimuuliza Daniel, "Samahani, naweza kukuhudumia nini?" Akili ya Daniel ilikuwa ikiwaza mbali kuliko kawaida. Ukimya wa sekunde kadhaa ulitawala kabla Daniel kufumbua mdomo wake na kusema, "Sijui naweza kupata soda baridi hapa?" "Hapana. Ila kama unahitaji naweza kukuchukulia katika duka jirani na hapa." Mwanahawa alimchangamkia Daniel kwa maana uvaaji wake ulionyesha wazi ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na pesa za kutosha. Daniel alitoa noti ya shilingi 10,000 na kumkabidhi mwanamke huyo, kisha akaketi kusubiri soda yake. Wakati Mwanahawa anaondoka, Daniel alikuwa akimtazama na kuusifu uumbaji wa Mungu ndani ya moyo wake. Alipolitazama umbo la mwanamama huyo, alihisi kutamani kuwa naye karibu wakati wote. Hisia za mapenzi zilianza kuibuka upya ndani ya moyo wa Daniel. Matamanio ya moyo wake yakawa maradufu, asiweze hata kufikiria kitu kingine. Baada ya dakika kadhaa, Mwanahawa alirejea akiwa na soda aina ya Sprite. Alimkabidhi Daniel. Aliinua mkono wake na kumkabidhi chenchi yake Daniel. Daniel akamwambia, "Tunza ya kwako hiyo, na kusubiri hapa na mazungumzo na wewe." Mwanahawa aliacha tabasamu lililofanya moyo wa Daniel kuongezeka kwa mapigo. Mwanahawa aligeuka na kuanza kutembea, huku akimwacha Daniel udendo unamtoka unaambiwa. Baada ya dakika kadhaa, Mwanahawa alirejea na kuketi kando ya Daniel. Hakuweza kabisa kumtambua, maana ni miaka kadhaa imepita na Daniel alikuwa amebadilika sana kimwili kulingana na mazoezi ambayo alikuwa akiyafanya kila siku. Walianza kupiga stori kadhaa, huku Daniel akijitambulisha kwa jina la Vensi ili kumfanya Mwanahawa asimgundue kirahisi. Baada ya maongezi ya muda mrefu, Daniel alimuuliza Mwanahawa, "Kuna uwezekano wa kuwa na nafasi ya pamoja katika usiku wa leo?" "Pesa ipo lakini?" "Ya ipo, sema kingine." Mwanahawa alicheka huku akiuliza, "Kinga je unazo?" "Naam, kinga nimebeba mama. Kuna kingine unataka?" "Hapana, hakuna, labda tusubiri nifunge biashara." Haraka haraka Mwanahawa alifunga biashara yake na kukusanya vyombo vyake. Kila mara Daniel alipomtazama Mwanahawa, alihisi kusisimka zaidi na zaidi. Alipomaliza kufunga, waliongozana wakiwa wameshikana mikono mpaka nyumbani alipokuwa anaishi Mwanahawa. Walifika na kufungua mlango, kisha wote kwa pamoja waliingia ndani. Sauti ya kubamizwa kwa mlango ilisikika. Mlango ulikuwa unafungwa. Mwanahawa aliufunga mlango na kusema, "Karibu kwangu mgeni wangu." Alimkaribisha Daniel kwa bashasha nyingi sana, ili hali alikuwa hafahamu ya kwamba aliyekuwa mbele yake alikuwa ni mmoja wa marafiki zake vipenzi aliyowahi kuwa nao katika siku za kusoma kwake. Mwanahawa kujua kwamba amemkaribisha adui ndani. "Sijui utajisikia kutumia kinywaji gani? Kuwa huru na ujisikie nyumbani kwa muda wote ambao utakuwa na mimi katika usiku wa leo." Daniel alitabasamu kwanza na kisha akafungua kinywa chake na kusema, "Nimekunywa sana mwenzio kabla sijakufuata pale kazini kwako. Najisikia kama sihitaji kunywa zaidi." Mwanahawa alimtazama Daniel kwa jicho la huba lenye ushawishi mkubwa, na kwa sauti nzuri ya kubembeleza alifungua kinywa chake na kumwambia, "Jamani Vensi, ndio kusema utaki kunywa chochote mpendo wangu jamani? Usifanye hivyo mwenzio, kunywa basi chochote, japo hata kidogo tu niridhishe moyo wangu." Sauti ya Mwanahawa ilipenya sawa sawa katika ngoma za masikio ya Daniel.
na kuteremka moja kwa moja mpaka kwenye moyo wake. Akahisi hisia za mwili wake zikianza kuamka. Msisimko mkali ulimpata. Daniel alitamani kuamka na kumkumbatia Mwanahawa. Sauti ya mwanamke huyu ilikuwa ni sauti ya kipekee sana, sauti ambayo Daniel aliamini ya kwamba hakuna mwanamke yeyote ambaye anaweza kuwa na sauti nyororo kama hii. Sauti isiyochosha kusikilizika, sauti inayoleta hamasa na matamanio ya kuisikia tena na tena. Sio mwanamke una sauti kama ya kuchambia bwana, alafu unataka kuolewa. Yaani mwanamke unachamba mpaka mtaa wa 7 unasikia. Chefu. Mwili ulimregea na kujikuta akisema, naomba niletee japo maji glasi moja mama. Nafikiri tutosha sana. Si unakumbuka nilikunywa soda kabla ya kuja huku jamani? Nakumbuka sana, lakini hata hivyo nashukuru sana kwa kuwa umenikubalia kunywa chochote katika nyumba yangu. Mwanahawa alitembea kufuata maji huku akiatikisa maungo yake makubwa ambayo alikuwa amejaliwa na Mungu bwana. Daniel alitamani kuendelea kuutazama zaidi na zaidi umbile na mwanamke huyu, maana hii ni kama ndoto ambayo inatimia na kuwa kweli katika wakati ambao haustahili. Naam. Masaa kadhaa yalikuwa yamepita tangu operation ya kuwatafuta vijana wa rika zote ambao walikuwa wakifanana na picha ambayo ilikuwa imetolewa katika kamera za CCTV ilipoanza rasmi. Vijana wengi walikamatwa na kukusanywa katika kituo cha polisi Mtoambu. Ulinzi wa askari uliongezeka maradufu ili kuhakikisha kwamba hakukuwa na hata mmoja ambaye ataleta fujo na kutoroka. Kila kona alikuwapo askari ambaye mkononi mwake alikuwa ameshika silaha ili kuhakikisha kwamba mtu awe yeyote ambaye anaweza kusababisha uvunjifu wa amani kutokea kwa kuanzisha fujo aina yoyote kutokea anashughulikiwa kisawasawa. Ijapokuwa polisi wenyewe walikuwa wanatambua wazi ya kwamba watu wengi wanawaonea kwa kuwa wao sio wauaji, ila hawakuwa na namna yoyote ambayo wangeweza kuitumia ili kumpata muuaji. Ukizingatia wao wenyewe hawakuwa wakifahamu muuaji huyo, walilazimika kufanya kila ambalo lilikuwa linawezekana ili kusudi kuhakikisha kwamba wanampata muuaji ambaye anasababisha amani ya wanawake, watoto wa kike kupotea kabisa. Afande Chacha aliwaambia wananchi, natambua wazi ya kwamba wengi wenu hamuhusiki kabisa, lakini nawaombeni uvumilivu wenu kwa kuwa hakuna yeyote kati yenu anayemfahamu muuaji ni nani. Lakini inatupasa kutumia kila njia ambayo tumewahi kufundishwa katika mafunzo yetu ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Hivyo na waombeni utulivu wa hali ya juu ili kusudi tusije kuingizana katika shida zozote. Kama mtu kitulia bila kuleta vurugu ya aina yoyote, basi utaondoka salama salimini hapa kituoni. Hakuna mtu atakaye kusumbua wala kukumiza. Lakini kama ukileta shida au ukijaribu kufanya fujo, basi utaonana na mkono wetu na kwa hakika utajutia uamuzi wako. Baada ya Afande Chacha kumaliza mazungumzo yake, wananchi walikuwa wakinong'ona chini kwa chini. Wengine wakionyesha kukubaliana na Chacha, lakini wengine hawakukubali kabisa. Lakini hawakuwa na namna wala njia yoyote ya kufanya zaidi ya kutii sheria bila shuruti ili kuepukana na matatizo mbalimbali. Dakika kadhaa zilisonga bila ya mwanamke yule kurejea na kinywaji. Kimya kikatawala sasa. Haikusikika sauti ya aina yoyote kutoka chumbani. Daniel aliamua kuendelea kukaa kwa kutulia akimsubiri mwenyeji wake. Na baada ya kusubiri zaidi na zaidi, Mwanahawa alitokea mbele yake akiwa amevalia blauzia nyeupe iliyomuonyesha sehemu za kifua chake cha juu. Chini alikuwa amevaa mini skirt ambayo ilionyesha vyema mapaja yake makubwa yaliyokuwa yakimeremeta kwa mafuta. Harufu ya manukato ya Mwanahawa iliwasili katika pua za Daniel. Daniel akahisi harufu ambayo hakuwahi kuinusa mahala popote. Alijikuta kilamba midomo yake Daniel kwa tamaa ya kiume. Mwanahawa alisimama mkononi akiwa ameshikilia glasi ya maji ambayo alianza kwa kunywa yeye kidogo, kisha akazungusha jicho lake na kulembua mithiri ya mtu ambaye alikuwa anataka kukata roho. Kisha kwa kidole chake cha mwanzo alimnyoshia Daniel ishara ya kidole ya kwamba alikuwa akimwita chumbani. Daniel hakuyaamini macho yake wala uamuzi wake ambao alikuwa ameamua kuufanya kurudiana na Mwanahawa. Msukumo wake wa ndani kabisa ulikuwa unamtuma
asimame na kumfuata. Kila alipokuwa akimtazama midomo ya Mwanahawa, alitamani kumfuata na kumbusu na kukumbusha enzi zao wakiwa pamoja. Moyoni mwake Daniel alitambua wazi ya kwamba Mwanahawa alikuwa hamtambui ya kwamba ni yeye. Alijiinua kwa kujizoazoa na kuanza kuhesabu za hatua zake kumfuata Mwanahawa. Hisia za kijana Daniel zilikuwa zimepamba moto na alikuwa tayari kufanya chochote katika usiku wa leo. Alitamani kuionja asali ambayo alishindwa kuionja katika siku za nyuma, na hatimaye kulifufua pendo ambalo lilikuwa limekwisha kufa siku nyingi na kuzikwa na kuoza kabisa. Ndani ya sura yake ya bandia Daniel alijiuliza, hivi kama Mwanahawa akitambua kwamba mimi ni Daniel, atakubali kufanya ambayo anawaza kuyafanya sasa hivi? Jibu lililomjia ni hapana. Mwanahawa anafanya hayo yote kwa sababu ya pesa wala sio kitu kingine. Kwa kila alichokifanya sasa, tambua kwamba anafanya kwa sababu ya pesa wala sio upendo. Daniel aliendelea kusogea mpaka kaingia ndani ya chumba cha Mwanahawa bwana. Chumba kilikuwa kimepambwa vyema na kupangika. Kilikuwa kina kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika na kukifanya kiwe moja ya vyumba vizuri ambavyo Daniel alikuwa amewahi kuviona. Mwanahawa alianza kudondosha nguo moja baada ya nyingine, mshikaji, mpaka akasahau kuua bwana. Daniel alisahau kabisa kwamba ilibidi amuue mwanamke huyo. Mwanahawa aliangusha nguo moja baada ya nyingine na kubakia mtupu kabisa kama alivyozaliwa. Alijitupa kitandani na kwa sauti ya mahaba unaambiwa alimuita Daniel kitandani. Bila hiana, Daniel alianza kudondosha nguo. Alipolishika koti lake ili kulivua, mkono wake ulipita na ukagusa vitu vyake ambavyo alikuwa amevivaa. Daniel alishtuka kidogo. Alisimama akiwa ameduaa. Taratibu fahamu zake zilianza kurejea. Aliukumbuka wajibu wake wa kazi ambao alikuwa ameusahau. Nilikuwa nimekufuata kukua, wala sikuwa nimekuja kufanya mapenzi na wewe. Maneno haya yakasikika katika akili ya Daniel. Daniel alisema moyoni mwake, kama nikiacha kumua Mwanahawa, nitakuwa sijaitendea haki nafsi yangu mimi mwenyewe, na kusingekuwa na haja yoyote ya kufanya mauaji ya wale wawili niliowaua kikatili. Hii vita nilianza na lazima niimalize. Sina haja kuuridhisha utu wangu. Sina haja ya kuudhalilisha utu wangu kwa watu ambao hawakuona thamani yangu kwa wakati wa nyuma. Haraka haraka Daniel alivaa suri yake na kuifunga vyema kiunoni. Baby Vance, vipi tena mwenzangu? Mbona mimi sikuelewi? Njoo bana. Shh. Nyamaza. Tulia tuli. Daniel alisema, kisha akajisogeza mpaka pale kitandani na kwa kutumia nguvu zake alimkamata Mwanahawa shingoni na kusema, nisikilize. Mimi sio Vance. Nilikudanganya jina langu. Mimi ni Daniel, kijana ambaye wewe na marafiki zako mlitokea kunidharau sana kuliko nilivyotegemea kutokana na umaskini wangu. Mkamshawishi na mwanamke yule ambaye nilikuwa nampenda sana aniache. Na baada ya kupitia kovu ndani ya moyo wangu, nimeamua kuwalipa kulingana na mambo ambayo mlinifanyia. Nitawahukumu wote. Lazima mfe. Hamtopona hata mmoja wenu. Na wahukumu kwa sababu ya penzi langu mlipolifanya likafa wakati nilipokuwa nalihitaji zaidi. Daniel, unaambiwa bwana, sura ile ya bandia aliamua kuivua. Tazama uso wangu kwa mara ya mwisho. Aliposema hivyo, Daniel alichukua kisu kimoja na kukipiga kwa nguvu tumboni mwa Mwanahawa. Akashika kingine na kuchoma kifuani kwa Mwanahawa, kisha akamwambia, wasalimia ahera, tutakutana siku moja. Daniel aliendelea kumtazama Mwanahawa mpaka alipohakikisha amekata roho. Akaishia kuhakikisha kila kitu kimekwenda sawa. Aliinua simu ya Mwanahawa na kuandika ujumbe mfupi, waacheni watu mliowakamata, muuaji halisi bado nipo uraiani. Fanyeni haraka mje Magomeni Sinza, muuchukue mzigo wenu. Daniel alituma ujumbe huo. Ujumbe ulipokelewa katika kituo cha polisi cha Mtu wa Mbu. Daniel aliweza kutuma ujumbe huu kwa kuwa alikuwa akizifahamu namba za dharura za kituo cha polisi cha Mtu wa Mbu. Baada ya polisi kusoma ujumbe, walikutana na kuanza kuulizana,
Hakukuwa na aliyekuwa akifahamu namba ambayo ilikuwa imetuma ujumbe. Utata uliingia katikati ya polisi. Baadhi yao walikuwa wanasema polisi waende kutazama, lakini wengine walisema hakukuwa na haja ya kwenda, labda unaweza kuwa ni mtego. Alafu matokeo yake polisi wote wakajiingiza matatizoni kwa kujipeleka bila kuwa na uchunguzi wa kina kuhusu sehemu ambayo walikuwa wanataka kwenda. Afande Chacha alikuwepo na alikuwa akisikiliza mawazo ya vijana wake. Kila kitu ambacho walikuwa kikisema kilikuwa sawa kulingana na mtazamo wa kila mmoja wao. Baada ya mazungumzo ya kina alisimama na kusema, mimi nafikiri sasa hivi ni usiku sana. Kama tungelikuwa na uhakika ya kwamba aliyetuma ujumbe huu ni muuaji, basi tungelienda moja kwa moja, lakini hakuna anayefahamu ni nani hasa aliyetuma huu ujumbe. Itakuwaje kama muuaji tumemkamata, alafu watu wao wanaomfahamu wameamua kutuma ujumbe huu ili kutupumbaza? Tuwaache watu hawa? Wakati mwingine natupasa kufikiri kwa kina kabla ya kuamua kufanya maamuzi aina yoyote. Hivyo, kwa kusema maneno haya, namaanisha kwamba hakutakuwa na askari yeyote ambaye atatoka kituoni katika usiku huu na anakwenda kutazama kinachoendelea huko Sinza. Kesho itakapofika, tutaangalia utaratibu wa nini kifanyike kulingana na mpangilio yetu na sio kukurupuka tu. Natumai kila mmoja wenu ameelewa nilichokisema. Hakikisheni mnaimarisha usalama kwa kiasi kikubwa, kwa maana hatuhitaji mtu yoyote yule atoroke katika usiku huu. Na kama kitoweka mtu mmoja tu, basi askari wote mtenge matatizoni. Baada ya Afande Chacha kumaliza mazungumzo yake na vijana wake, aliingia ndani na kumwita askari mmoja ambaye alikuwa akimwamini sana katika swala zima la kufanya upelelezi. Naomba nisikilize Steven. Unajua wakati mwingine naona kama vile tunawakosea wananchi wa Mto wa Mbu kwa kushindwa kumkamata mtu huyu muuaji. Sasa najua naweza nikawa na kuingiza katika matatizo, lakini jambo hili nahitaji ufanye peke yako. Nisingependa mfanye askari wengi. Pengine naweza kusaidia. Aliendelea kuzungumza Afande Chacha. Chacha alimweleza kila kitu kuhusu ujumbe ambao walikuwa wameupokea katika usiku wa leo. Ijapokuwa hawakuwa na uhakika kuhusu mtumaji wa ujumbe, lakini alimwamuru Steven aende. Bila kubisha amri ya mkuu wake wa kazi, Steven alizunguka na kuchukua pikipiki yake kisha kaiwasha na kuendesha kuelekea stendi ya magari yaendayo Karatu. Alipofika stendi ya Karatu, alikata kulia na kuifuata barabara iliyokuwa inaelekea Migombani. Naam. Baada ya kuhakikisha usalama wake binafsi ulikuwa umeimarika, Daniel alitoka katika chumba cha Mwanahawa. Alifungua mlango taratibu na kusogea mpaka barabarani. Alitazama kulia na kushoto na kuona kwamba hapakuwa na mtu ambaye alikuwa ameshuhudia. Akatoka na kuharakisha ili kusudi asije kuonekana. Daniel alikuwa ameshaifanya kazi ambayo alikuwa amekusudia kuifanya, ili hali moyoni mwake alikuwa na uchungu, lakini hakuwa na namna, maana hata maandiko yanasema kila mtu ataubeba mzigo wake yeye mwenyewe na pia atapokea taji kutokana na matendo ambayo alikuwa anayafanya. Hivyo Mwanahawa amepokea kila ambacho alikuwa anastahili. Hakukuwa na namna nyingine zaidi ya ile. Sidhani kama nimekosea kuutoa uhai wake, ila hayo ndio malipo ya ile dhambi ambayo amewahi kunifanyia. Nilikupenda, lakini kifo chako kimekupenda zaidi. Yalikuwa ni maneno ya Daniel wakati anahesabu hatua zake kuiacha nyumba ya Mwanahawa. Moyoni mwake kwa upande mwingine alikuwa amefarijika kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa kazi yake ambayo alikuwa ameianza ilikuwa inaendelea vyema sasa. Hakuwa na mategemeo ya kufika mbali kiasi, lakini uthubutu ambao ulikuwa ndani ya moyo wake ulimfanya aweze kupiga hatua nyingi mpaka hapo alipofikia. Kitu pekee ambacho kipo ndani ya Daniel ni kujiamini na kutokukata tamaa katika kila gumu ambalo alikuwa anakutana nalo. Aliendelea kutembea barabarani. Njia nzima alikuwa peke yake bila ya kuwepo na makelele ya muziki wala magari. Utulivu wa hali ya juu ulikuwa umetawala katika mitaa ya Migombani. Akiwa bado anatembea barabarani, kwa mbali aliona taa ya pikipiki ambayo ilikuwa ikija mbele yake. Mwanga mkali ulimmulika machoni mwake kiasi kwamba aliamua kusogea kando ya barabara. Mwendeshaji aliendelea kuja kwa mwendo wa wastani mpaka alipokaribia kufika sehemu aliyokuwa amesimama Daniel. Pikipiki ilipita na Daniel aliendelea na safari yake bila wasiwasi yoyote ile. Moyoni mwake alitambua fika kwamba hakukuwa na haja ya kuogopa chochote, kwa kuwa hakuna ambaye ameweza kushuhudia.
Pia katika akili zake alitambua kwamba polisi hawawezi kutilia maanani ujumbe wake. Hivyo hakuna polisi ambaye atatoka kituoni na kuja kumtazama. Pikipiki aliyopishana nayo Daniel ilikuwa ikiendeshwa na Steven, askari ambaye alikuwa ametumwa na afande Chacha ili kufuatilia swala la ujumbe ambao ulikuwa umetumwa. Steven alifika Sinza, lakini hakuweza kutambua ni wapi anzie, maana hapakuwa na hata mtu mmoja ambaye alikuwa akionekana barabarani isipokuwa mtu mmoja tu ambaye alikuwa amepishana naye, ambaye ni mtaalam Daniel. Adiguna Steven hakuweza kutambua anzie wapi, ukizingatia ulikuwa ni usiku usiokuwa na mbala mwezi wala nyota angani. Aliendelea kusimama kwa muda, mwisho akaona haitokuwa busara kama akiendelea kusimama, bora arudi kituoni na kumwambia Chacha kuhusu mpango ambao alikuwa nao katika ke. Afande Steven aligeuza pikipiki na kuamua kurudi alipokuwa ametoka. Safari hii aliendesha kwa mwendo wa taratibu sana, huku akiangaza macho yake huku na kule. Katika hali ambayo hakuwa anaitegemea, kwa mbali alimwona mtu ambaye alipishana naye njiani akiingia katikati ya migomba. Baada ya dakika kadhaa mtu yule alitoka na kuendelea na safari yake. Hii ilimpa Steven wasiwasi, hivyo aliamua kupunguza mwendo wa chombo chake ili kusudi mtu yule apate kufika mbali kidogo. Baada ya mtu yule kusogea mbali kiasi cha mtupo wa jiwe kwa mkono, Steven alishuka juu ya pikipiki yake na kuanza kuisukuma. Lengo ni kuzuia mgurumo usisikike usije ukamshtua mtu ambaye alikuwa mbele yake. Aliendelea ambao alimuona mtu yule akiingia migombani. Alipaki pikipiki yake kando kuingia katikati ya migomba. Kwa kutumia tochi ya simu yake, Steven alimulika huku na kule ili kuona ni kwa nini mtu yule aliingia ndani ya migomba katika usiku wa giza kali kama hilo. Aliendelea kutafuta kwa dakika kadhaa, asione chochote kile, akaamua kutoka migombani ili kusudi sasa endelee na safari yake kurejea kituoni. Katika hali ambayo alikuwa haitegemei, mguu wake ulikanyaga juu ya kitambaa ambacho kilikuwa kina damu. Kwa kutumia kijiti, Steven aliinua kitambaa kile na kwa msaada wa mwanga hafifu wa simu yake aliweza kutambua kwamba damu ile ilikuwa bado mbichi kabisa. Kuna uwezekano huyu ndiye muuaji huyo, alijisemea Steven. Haraka aliinua simu yake na kupiga kwa afande Chacha. Halo mkuu, naomba uniongezee nguvu ya askari kama 10 hivi, maana nimebahatika kukutana na muuaji hapa. Na hapa ninapozungumza na wewe natembea barabarani, hii barabara inayoshuka kutoka migombani kuja kwenye mji wa Mtombo. Naomba ufanye hivi mkuu. Sawa kijana, na kutumia jeshi sasa hivi. Mara baada ya simu kutoka kwa Steven kukatika, afande Chacha aliwaita baadhi ya askari wale na kuambia kitu kuhusu mipango yake na Steven. Hivyo alitoa amri kwa askari wale wapate kwenda sehemu ambayo Steven alikuwa amesema alikuwa hapo. Hakikisheni mnakuwa makini katika kwenda kwenu, maana nina uhakika muuaji sio mtu ambaye tunaweza sema tunamfuata kama vile tunaenda kuchukua mizigo. Mtu huyu ni hatari kwa maisha ya kila mmoja wetu. Hivyo hakikisheni mpango huu hauharibiki hata kidogo, maana kama mkikamilisha ukamatwaji wa huyu mtu, basi amani na imani ya watu wa Mtombo itarejea juu ya jeshi la polisi. Walikwisha pokea ile amri kutoka kwa mkuu wao. Vijana 12 walioondoka wakiwa juu ya Defender 2 za polisi. Nyuma yao walikuwepo askari 3 waliokuwa juu ya pikipiki. Wote waliendesha kuelekea maeneo ya migombani. Walipofika maeneo ya shamba la miwa ya mzee Musa, walipiga simu kwa Steven. Kamanda, tupo njiani. Vipi mhalifu, bado unamwona? Ndio, namwona kwa mbali sana. Si unaelewa huu si yangu, ili kusudi nisije nikampa wasiwasi kwamba anafuatiliwa. Sawa mkuu, hakikisha kupotei machoni, sisi tupo kwenye shamba la miwa hapa, tunakuja. Askari wote walikaa makini sana na silaha zao zikiwa mikononi, tayari kwa chochote ambacho kingelitokea katika usiku huu usiokuwa na mbala mwezi.
Gari zilikuwa zikienda mwendo kasi kiasi kwamba kufanya vumbi jingi kutanda juu ya njia nzima. Utulivu ulitawala. Hakukuwa na hata mmoja wa askari aliyethubutu kuzungumza chochote. Ijapokuwa walikuwa wengi, lakini hofu ilikuwa imeshawatanda mioyoni mwao, kwa sababu hakukuwa hata na mmoja wao ambaye alikuwa akitambua nguvu ya adui yao. Kila mmoja alikuwa akiwaza lake kwa kweli, ila kubwa ambalo lilikuwa likiwaumiza akili ni ujasiri ambao walikuwa nao muuaji wa kutuma meseji katika kituo cha polisi. Hakuna mhalifu yeyote ambaye anaweza kufanya jambo kama hili, labda awe anajua fika ya kwamba ana nguvu kuliko jeshi la polisi, na hiki ndicho kilichokuwa kikiwachanganya zaidi mafande hawa. Baada ya kuvuka shamba la miwa ya mzee Musa, basi gari ya askari ilipunguza mwendo ili kuhakikisha kwamba muuaji hatambui chochote. Mioyo yao ilikuwa ikitweta kwa hofu na vifua vyao vilikuwa vimejaa ghadhabu na uchungu wa maisha ya ndugu, jamaa na marafiki zao ambao walikuwa wamekwisha kupoteza maisha yao katika siku za nyuma. Msikilizaji, Daniel yeye aliendelea kutembea barabarani kama hakuwa na haja ya kuharakisha nyumbani, kwa maana alitambua wazi ya kwamba kila kitu kilikuwa kimeenda sawa kama alivyokuwa amepanga na Bwana Masawe, mtu ambaye huwa anamuuzia viazi kwa bei ya jumla. Kichwani mwake Daniel aliamini wazi kabisa ya kwamba atakapofika nyumbani atakuta mzigo wake mlangoni. Ni kama walivyokuwa wameongea, hivyo hakuona haja yoyote ile ya kuharakisha kuwa nyumbani. Sasa Daniel akiwa anatembea kwa mbali aliona mwanga wa gari. Aliamua kukaza macho yake. Sasa alikaza macho yake sawa sawa barabarani. Katika kutazama alitambua kwamba haikuwa gari moja bali zilikuwa gari mbili kama sio tatu, maana taa zilikuwa zinaonekana zaidi ya taa 4. Magari yanaenda wapi usiku? Alijiuliza Daniel. Kwa haraka mawazo yakamjia. Akaamua kuacha kunyoka na barabara hiyo. Akalazimika kukunja kushoto na kuingia katikati ya migomba. Aliamua kufanya hivi ili kuyaruhusu magari yale yapite, maana alitambua kwamba anaweza kuonekana mtu ajabu kama akipatikana anatembea peke yake usiku wenye giza kali kama huu. Magari yale ilizidi kusogea na yalikuwa yakienda kwa mwendo wa taratibu mno kiasi kwamba ilikuwa ni vigumu kusikia hata mgurumo wa injini. Daniel alijikita katikati ya migomba zaidi na zaidi na kuiacha barabara umbali kama watu 20 hivi. Aligeuka na kutazama barabara ile. Katika hali ya kushangaza, pikipiki moja iliwasili kutoka sehemu ambayo Daniel alikuwa ametoka. Pikipiki ya askari Steven ikasimama usawa ule ambao alikuwa ameingia katikati ya migomba. Nilipishana na hii pikipiki kipindi napanda kutoka Senza. Sasa hii pikipiki imekuja kulikoni? Daniel alijiuliza moyoni mwake. Daniel hakuamua kufanya papara, ijapokuwa moyoni mwake alianza kutilia mashaka ile pikipiki. Akiwa ametulia tuli katikati ya migomba, Daniel alishuhudia yale magari mawili yakiwasili. Alipotazama aliona yalikuwa kweli magari mawili, na kwa ujumla na pikipiki zilikuwa 4. Mama! Mapigo ya moyo ya Daniel ilianza kwenda kasi, na kwa haraka akili yake ilianza kuchanganya vyema. Kwa upande mmoja aliamini ya kwamba hawawezi kutambua kama amejificha ndani ya migomba katika usiku kama huu, hivyo hakuwa na haja kuhofia kitu cha aina yoyote ile. Akiwa katikati ya migomba, Daniel aliona askari wakigeuza magari yao kuelekea sehemu alipokuwa amejificha. Kisha kwa taa kali za magari yao yalimulika katikati ya migomba. Mwanga ulimpiga machoni mpaka macho yakamuuma. Kitendo hiki huwa kinatokea endapo mtu ulikuwa umekaa gizani kwa muda mrefu, alafu ghafla mwanga kukumulika machoni. Kwa haraka sana Daniel aligeuza macho yake na kuanza kukimbia. Daniel alitambua wazi ya kwamba maisha yake yalikuwa tayari yameingia matatani, kwa sababu kundi kubwa la askari lilikuwa limewasili kumkamata. Ukichangia hakuwa mbali kutoka katika usawa barabara, basi alikuwa na uhakika ya kwamba askari wale wamemwona mahali ambapo alikuwa amejificha. Natambua kwamba wanaweza kunikamata, lakini ni aibu kama nikikaa na kuwasubiri wanichukue kirahisi namna hii. Daima nimejifunza kupambana, hivyo sina jinsi, lazima nikazane. Aliyesema maneno hayo Daniel huku akiwa anakimbia na kujikuta katikati ya migomba.
Kundi la askari lilikuwa limekwisha kumwona, hivyo walikuwa wanamkimbiza. Milio ya risasi ilikuwa ikisikika vyema katika usiku huu tulivu. Askari walikuwa wakipiga risasi kuelekea ukanda ambao walikuwa nakimbilia Daniel. Baada ya Daniel kusikia milio ya risasi, alijitupa chini na kuanza kutambaa kwa kujivuta na mikono. Hii ni moja kati ya mbinu ambazo huwa zinatumika vitani ili kujificha kutokana na maadui, na husaidia pia kusogea umbali mrefu bila hata kuonekana. Daniel alitambaa kisha akasimama na akajificha katika shina moja hivi kubwa la migomba. Askari waliendelea kukimbia mbele, hawakumwona Daniel kwa sababu alikuwa amevalia suti nyeusi kati ya usiku giza totoro. Akiwa amejificha, Daniel alijipapasa katika mkake. Alikuwa amebakiwa na visu vitatu na alikuwa amefuatwa na askari 12. Sijui kama nitapona hapa, alijisemea Daniel, ila kuna neno la faraja ambalo aliwahi kuambiwa kipindi alipokuwa kijana mdogo. Mtafutaji huwa achoki, na ukiona amechoka basi jua ameshapata. Hivyo Daniel alijisemea, siwezi kuwaacha bure, lazima watambue kwamba mimi ni mwanaharamu ambaye nina uhakika na kila kitu changu ambacho najitoa kukifanya. Alipozama huku na huku, alimwona askari katika kundi. Daniel akajisemea, huyu ndo wa kufa naye huyu. Daniel alimtazama kwa makini yule askari, kisha kwa haraka alimvuta na kumkamata vyema shingoni. Hata asiwezi kutoa sauti, kwa kutumia mkono wake wa kuume, Daniel alichukua kisu kimoja na kukishusha juu ya kifua cha askari yule. Damu iliruka juu na askari yule akafurukuta, kisha akatulia kimya. Kwa haraka Daniel aliokota silaha ya yule askari na kuishika vyema mkononi mwake. Sasa ilikuwa ni zamu yake kuwawinda askari ambao walikuwa wamemtangulia mbele. Hakuweza kujua walikuwa wapi kutokana na giza, ila kitu pekee alichokisikia kilikuwa ni milio ya msagano wa miguu kutokea mbali. Siwezi kuacha bure wanahizaya hawa, lazima wawe na kitu cha kuhadithia kesho, maadamu nimepata silaha mikononi mwangu, ama zangu ama zao, alisema Daniel na kuishika SMG askari aliyekuwa amemuua. Askari waliendelea kusonga mbele bwana, wakitazama huku na kule katika masiki ya migomba wasione chochote. Giza kali likatanda macho yao kiasi ya kwamba iliwawia vigumu sana wenyewe kutambuana. Ulikuwa ni msako wa kumtafuta mtu ambaye anasemekana ni muuaji, lakini hawakuwa wamemtia machoni. Hatua na mitikisiko ya majani vilikuwa vimetawala katika usiku huu. Hakuna hata mmoja kati yao alikuwa akifahamu ni wapi muuaji alikuwa amejificha. Askari hawa waliendelea kuhangaika, kusakanya katika masiki na masago ya migomba, wasembulie chochote. Sasa wakati huu mtaalamu Daniel alikuwa akiwatizama kwa mbali. Ijapokuwa kulikuwa kuna giza kali, aliweza kuona maumbo ya askari wakisogea hapa na pale ndani kabisa mashamba migomba. Bunduki yake Daniel alishika vyema mikononi mwake, tayari kwa mapambano ya kuiokoa nafsi yake. Halikuwa jambo dogo kusikia silaha na kuanza kufyatua risasi, bali Daniel alichukulia swala hili kwa uzito mkubwa sana. Alitambua kwamba hakuwa kihitaji papara katika kupambana na askari hawa. Kitu pekee alichokuwa na kihitaji ilikuwa ni umakini uliopita kiasi. Daniel aliendeleza kutazama jinsi maumbo ya wale askari yalivyokuwa yanasogea huku na kule. Aliendelea kuwatazama, lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anatambua usawa ambao kila askari alikuwapo, ili kuepukana na hatari yoyote ambayo ingeweza kutokea katika usiku huu. Sasa bwana, baada ya kutazama na kuiridhisha nafsi yake, Daniel alilala kwa umakini mkubwa sana ili asije akawashtua askari ambao bado walikuwa wanahangaika huku na kule. Kwa msaada wa mwanga hafifu wa gari ambao ulikuwa unamulika kutokea mbali, aliweza kuona askari wote vyema. Kisha kwa umakini mkubwa Daniel alivuta pumzi na kuishusha. Alishikilia vyema silaha yake huku akiwa ameegemeza kitako cha bunduki katika bega lake la kushoto. Daniel alipima lengo. Alitambua kwamba alikuwa anahitajika kufyatua risasi kwa haraka kuliko kawaida. Alipohakikisha kwamba kila kitu kilikuwa kimekaa sawa, Daniel alifyatua risasi ambazo zilienda moja kwa moja kutoka katika vifua vya askari waliokuwa mbele yake. Askari wawili walijitupa chini na kuanza kujibu mashambulizi. Milio ya risasi ilianza kuzizima kiasi kwamba wakazi wa migombani waliamka na kuanza kupiga kelele kwa hofu.
Mapambano yaliendelea kwa muda wa dakika kadhaa kati ya Daniel na wale askari ambao walikuwa wamejitupa chini. Kichwani mwake Daniel alitambua ya kwamba ilikuwa imeshakuwa ngumu kuwaua wale askari ambao walikuwa wamejitupa chini, kwa kuwa alikuwa hawezi kuwaona vyema. Daniel alitambua ya kwamba idadi ya risasi ambazo zilikuwa zimebaki ilikuwa inahesabika, hivyo alihitaji umakini mkubwa katika kuhakikisha ya kwamba anazitumia vyema risasi ambazo alikuwa amebakiwa nazo. Hivyo alilazimika Daniel kuacha kutupa risasi na kuendelea kulala katika sehemu ambayo alikuwa amejificha. Akiwa ameshikilia vyema silaha yake mkononi, Daniel aliendelea kukaa kimya. Askari polisi waliendelea kutupa risasi bila kusikia msindo wa majibu ya risasi. Inawezekana tumefanikiwa kumua, askari wale waliambizana. Sidhani, labda atakuwa amekimbia. Lakini atakimbiaje tusimuone wala tusisikie masago yakitikisika? Askari wale waliendelea kujibezana hai wa Daniel, na Daniel alikuwa amekaa kimya. Sasa wenyewe wakawa wanajua kwamba Daniel amekufa au amekimbia. Hakukuwa na askari ambaye alikuwa anatambua hilo. Daniel yeye aliendelea kukaa kimya akisikilizia maongezi yao. Mwishowe askari wale waliamua kusimama ili kusudi kwenda kuhakikisha kama adui alikuwa amekufa au amekimbia. Hapa ndipo mahali walipofanya kosa ambalo yaligharimu maisha yao. Daniel hakupoteza wakati, alifyatua risasi ambazo zilifika kwa kuwapiga askari wale maeneo ya kichwani na kuwasambaratisha kabisa, kiasi kwamba hakukuwa na matumaini la kuokota majeruhi ila maiti. Askari wale walirushwa na kudondoka chini kama mizigo hivi, na kuacha kishindo ambacho kiliufanya uso wa Daniel ubaki na tabasamu la ushindi. Kazi yake aliyokuwa ameifikiria kuifanya kwa moyo mmoja ilikwisha kufanikiwa kwa kiasi kikubwa mno. Aliweka imani katika moyo wake Daniel ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa na uwezo wa kusimama mbele yake na kumzuia yeye kuyakamilisha malengo yake. Basi bana, Daniel alitazama huku na kule, na alipohakikisha ya kwamba amani ilikuwa imetawala, alikimbia na kutokomea katikati ya migomba. Daniel alitembea mpaka alipokutana na barabara ambayo ilikuwa inaelekea uwanja wa barafu. Akakunja kulia na kuvuka uwanja na kuifuata njia inayopita katikati ya shamba la Mama Tito na kutokea kanisani TAG. Kisha akaifuata barabara ambayo ilikuwa inaelekea kwake. Njia nzima Daniel alikuwa akitembea huku akigeuka nyuma ili kuhakikisha kwamba hakukuwa na mtu yeyote yule ambaye alikuwa anamfuatilia hatua zake. Maana kati ya vitu ambavyo Daniel alikuwa akiogopa ni uvujaji wa siri yake kwamba yeye ndiye muuaji. Alitambua wazi kwamba ipo siku atakamatwa na askari, lakini aliapia nafsi yake ya kwamba hawatamkamata mpaka wamekwisha kukamilisha kuwalipa wabaya wake kisasi cha mwisho kabisa cha hasira na ghadhabu ya moyo wake. Msikilizaji, je, Daniel atafanikiwa kuangamiza wabaya wake ambao walimfanyia mabaya nyuma kabisa enzi za ujana wake? Hatujui. Basi usikose katika sehemu inayofuata kuweza kujua mwisho tamati mwa simulizi hii itakuwaje baada ya Daniel kufanya yote haya. Simulizi hii inaitwa Hukumu ya Penzi. Msimulizi anaitwa Uncle J kutoka hapa Simulizi Mix. Asante kwa kuwa pamoja nasi.